sawa na neno la Bwana. Lakini lengo la Musa ni kwenda kutoa Waisraeli katika mkono wa Farao. Na akaenda katika nchi ya Misri na akakutana na Farao uso kwa uso. Akamwambia, Bwana asema hivi, waachie wana wa Israeli waondoke waende, maana nataka waende wanitumikie. Na kwa kuwa moyo wa Farao ulikuwa mgumu, Biblia inasema Bwana akaachilia mapigo. Pigo la kwanza na pigo la pili mpaka pigo la 10. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko inasema mahali tumefika, Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja lililobaki. Amen. Liko pigo moja lililobaki. Sasa huu ndio wakati ambayo sasa Pasaka inaandaliwa, maana sasa wanaondoka kwa usiku huo. Kwa hiyo Bwana akamwambia Musa, Musa mtumishi wangu, ni kweli nimefanya mapigo ili niwatoe katika nchi ya utumwa, lakini Musa, leo kuna pigo moja lililosalia, na hili pigo nitaachilia usiku wa leo. Na pigo hili litakuwa juu ya wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, kutoka kwa mfalme aliyo kwa kiti mpaka kijakazi analolikalia jiwe la kusagia, mpaka kwa wanyama. Na kutatokea kilio ambayo haijawahi onekana mfano wake, wala haitawahi onekana tena kilio kama hicho. Na katika usiku huo ndipo usiku ambayo mtaondoka, maana Farao bila shaka atakapopata hili pigo lazima atawaachilia. Amen. Sasa wacha nikulete katika ufunuo wa neno. Sasa Musa huyu analetwa kama kivuli cha Yesu Kristo, ambaye anakuja kutoa watu wa Mungu kutoka katika nchi ya Misri. Na Misri ya sasa ambayo nazungumza ni mfano wa dunia, ni mfano wa ulimwengu ambayo inakatalia watu. Lakini maandiko inasema pigo zikafanyika, lakini yale mapigo haikuruhusu, haikukamilisha watu kutoka katika utumwa. Wapendwa, Yesu Kristo kama anavyosema Yohana, kama vile Musa alivyoinua nyoka ya shaba, hivyo ndivyo mwana wa Adamu ameinuliwa juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hayo mapigo ambayo Misri wamepigwa ilikuwa ni kwamba ili ionekane kama ukombozi utapatikana. Pigo la damu likacha, mto wa Naili ikapigwa yote, na visima vyote vikawa damu. Ionekane kama katika pigo hilo wanaweza waachia watoto wa Israeli waondoke. Lakini hilo pigo la damu ya mito haikuweza kukamilisha kutoa wanadamu. Wapendwa, kwa sababu hakuna damu nyingine iletayo ukombozi isipokuwa damu ya Yesu Kristo. Haleluya. Nitakuleta tu, najua wengine mumepotea, lakini tutapatana kule mwisho. Haleluya. Amen. Na unajua wa Misri walikuwa na Mungu ambaye alikuwa anaitwa Mungu wa River Nile. Amen. Na wakafikiri miungu yao itawaokoa, lakini God challenged the God of Nile kwa kuchafua maji yote ya mito yote, ili Farao ajue ya kwamba miungu yake haiwezi kumsaidia. Wapendwa watumishi wa Bwana, miungu zingine
haiwezi shindana na Mungu wetu. Watu wagemana, mnanipata kweli? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akaleta pigo la pili, akaleta na chura. Chura zikajaa nchi ya Misri. Amen. Na chura ina maana kubwa sana kwa Wamisri, maana walikuwa na kamungu yao ambaye amechongwa wa chura, ambaye kazi yake anaitwa God of Fertility, Mungu anayesalisha. And God want to challenge kwamba hata Mungu wenu huyu baada hawawezi kuwaokoa. Mapigo ikaendelea. Na pigo la mwisho, maandiko inasema Bwana akamwambia Musa, leo liko pigo mojawapo, na hili pigo leo nikipiga, wacha nikwambie, Farao apende asipende lazima atawaachilia. Wapendwa, Yesu Kristo ndiyo pigo la mwisho ambaye limetolewa ili wanadamu watoke katika minyororo ya shetani. Damu ya Yesu ilipomwagika, haleluya, ulimwengu ukasarenda. Haleluya. Akamwambia leo. Alafu kwa nini anasema leo kutakuwa na pigo la wasaliwa wa kwanza? Amen. Amen. Unajua Yesu Kristo ndio msaliwa wa kwanza ambaye sasa alitolewa na Mungu ili dunia, na alipotolewa dunia na ulimwengu na nguvu ya dhambi ikashindwa, maana haingeweza kuipinga wala kuistahimili damu ya Kristo Yesu. Sasa anapomwambia Musa, pigo hili la leo ambayo nitaachilia, bila shaka Farao atawaachilia, alikuwa anamaanisha damu ya Kristo Yesu ambaye anatolewa kama msaliwa wa kwanza wa Mungu, na ulimwengu haitaweza tena kukushikilia. Haleluya. Za wanyama zilipotolewa haikuweza kukomboa watu. Damu za wanyama zilitolewa hata katika Agano la Kale zilitolewa, lakini haingeweza kukamilisha wokovu. Leo tunasherekea nini? Tunasherekea msaliwa wa kwanza wa Mungu aliyetolewa, aliyekufa ili sisi ambaye tumekuwa Misri, ili sisi ambayo Farao na Misri imetushikilia, ili sisi ambayo shetani na dunia wametushikilia, kupitia damu hiyo leo tutaondoka. Haleluya. Tunaelewana watu wa Kamana? Watu wa Yesu Kristo tunaelewana? Mwambie mtu, kwa damu ya Yesu nimetoka Misri. Sema nimetoka kwa dunia. Kaambia leo mjitayarishe, maana leo hii leo mtatoka katika nchi ya Misri. Wapendwa, Yesu Kristo amekuja kututoa katika dunia iliyotukamata. Amen. Na huyu Farao ni shetani ambaye moyo wake umefanywa kuwa mgumu. Hata sasa baada anashikilia tu watu, baada anakamata tu watu wasiondoke, lakini Mungu akasema ili pigo la wasaliwa wa kwanza damu yao ikimwagika leo, bila shaka maana kutakuwa na kilio. Wapendwa, Yesu alipokuja shetani akanyamaza, maana hawezi pingana na hiyo damu. Kwa hiyo tunasherekea leo hii kutolewa katika dunia iliyotukamata kupitia damu ya Yesu Kristo. Alikuja dunia hii, akashikwa Yesu Kristo, akasulubiwa vile mnavyojua, akauawa,
akauawa, akamwaga damu. Yesu Kristo alimwaga damu sehemu 7 ya mwili wake. Amen. Alipigwa mikono yake, damu ikatoka. Haleluya. Akapigwa na miguu yake na mishumari, damu ikatoka. Akavalishwa kofia ya miiba, damu ikatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapigwa mbavu zake, damu ikatoka. Akapigwa na bijeleti iliyokuwa na miiba, damu ikatoka. Akabeba ligogo lililokwarusa mgongo wake, damu ikatoka. Alimwaga damu yake kwa ajili yetu. Haleluya. Amekufa kwa ajili yako. Amen. Leo tukiwa hapa tunakumbuka uchungu, maumivu aliyopitia Yesu Kristo. Aliyefaa kutwangwa hivyo ni wewe. Naomi, ungefaa ugongewe inchi 6 ya mshumari. Kama miba tu inakufanya upige nduru, niambie inchi 6 child yangu. Alafu watu wanaona hii ni mchezo. Mtu aliyekubali kubeba mshumari kwa ajili yako, hata kupigwa tu kofi peke yake, ile nduru unatoaka, niambie mcheledi ambaye iko na miba. Sisi neti ngesikia. Swali mimi namna hii. Sema asante Yesu. Unajua hiyo hukumu andiko nasema alibeba adhabu yetu ya kifo. Waliofaa kufa ni nani? Tunapokumbuka, tunakumbuka na huzuni mkubwa sana. Na yeye hana dhambi, lakini maandiko yanasema amefanyika dhambi kwa ajili yetu. Kilichofanya Yesu Kristo akiwa msalabani, that's the only, ni hiyo dakika tu nukta ambayo Mungu alimwacha Yesu. Mungu hajawahi acha Yesu hata wakati wa mateso yote, lakini saa ile akiwa msalabani anakamilisha kazi ya ukombozi. Amebeba dhambi sawa na damu. Mungu alipomtazama akaona dhambi, Mungu akageuka. That's the first time Mungu alimwacha Yesu. Na hapo ndipo Yesu alipopiga nduru akasema, Eloi, Eloi, lama sabakthani. Baba yangu, Baba yangu, mbona umeniacha? Maana Mungu alipoona, aliona dhambi, akageuza uso. Maana amekubali kubeba adhabu ya mauti yetu. Wapendwa, tusichezee mambo ya wokovu. Maana iligharimu maisha. Siku moja nikaambia mtu mwingine, kwa nini Mungu ana hasira sana na manabii wa uongo? Maana maandiko yanasema manabii wa uongo watashikwa na watatupwa katika siwa la pili, and then Jehanamu itashikwa na kutupwa katika siwa la moto. Kwa nini Mungu? Kwa sababu ana hasira ya watu ambaye amewakufia, alafu unakuja kuwapoteza. Haleluya. Kama wengine wetu hatutaki mchezo tu kwa shamba ambayo umenunua na loan. Nasema jasho yangu, anachezea jasho yangu. Busi ya jirani hata ikikula tu maraki, anachezea jasho yangu. Haya, niambie Yesu anasemaje? Anachezea mauti yangu, damu yangu. Kwa wakati unapochezea wokovu, hiyo ndio uchungu Yesu anasikia. Maana alikufa na hakufaa kufa, lakini alikufa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Maana wanasema
Na pakawa na mkutano mbinguni, na Mungu akauliza, nitume nani aende duniani? Maana anasema mbingu ikanyamaza na nchi ikatulia. Lakini maana anasema akainuka mbele ya Baba yake na malaika akasema, nitume mimi, heri nife na hao waokolewe. Sijajua kama tunachukulia kwa dhamani hiyo. Joshua ndiye aliyefaa kuuawa, ndiye aliyefaa kufa na dhambi zake. Anakuja mtu ambaye hana makosa, hana mawaa, hana dosari lolote, hana chembe chembe wala asili ya dhambi, lakini anakufa kwa ajili ya wanadamu. Leo tukiwa hapa tunakumbuka upendo aliyotupenda Kristo Yesu, akatoa maisha yake, akatoa damu yake, akasulubiwa, akaacha ufahari wake mbinguni. Maana nasema amefanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa mapigo yake, kitabu cha Isaya, sisi tumepona. Haleluya. Na kwa ajili hiyo Wakorintho anasema na tukafanywa warithi pamoja naye. Maana amekuja kutununua na sisi tukawa warithi pamoja naye katika ufalme wa Baba yake. Kasema na mahali nilipo nanyi mtawepo. Haleluya. Yani amekuja kuturudisha. Maana mwanadamu alipofanya dhambi katika shamba la Eden, akafukuzwa, akatoka kwa uwepo wa Mungu. Sasa Yesu Kristo anakuja kumrejesha yule mwanadamu katika uwepo wa Mungu. Amen. Kasema pale mwanzo hamkufaa kuitwa watu, pale mwanzo hamkufaa kuitwa taifa, lakini sasa tunaitwa taifa la Mungu, tunaitwa watu wa Mungu. Praise the Lord. Kupitia nani? Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka tuone dhamani hiyo, aliyekufilia msalabani, aliyekufa kwa ajili yako, ili wewe usife, ili wewe usife, ili wewe usihesabiwe tena hukumu. Maana anasema tazama, mtu akiwa ndani ya Kristo amekwisha kuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Unaondolewa hukumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Leo ni Passover. Tunakumbuka nini? Kutolewa katika utumwa wa dhambi, katika sheria ya dhambi, katika minyororo ya dhambi. Leo tumetolewa na nani? Aliyekufa na aliyefufuka na akashinda mauti. Ndipo maana nikasema juzi, wale waliookoka hawafi tena, hawafi tena. Maandiko yanasema mauti iko wapi nguvu zako? Maana kitu Yesu alikuja kushinda, alikuja kushinda mauti. Maana mwanadamu alipofanya dhambi katika shamba la Eden, aliambiwa hakika yake kufa utakufa. Kwa hivyo mauti ikawekwa ndani ya mwanadamu. Lakini sasa Yesu kila amekuja kuondoa mauti. Tasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na akaleta mwanae wa pekee, ili kila amwamini awe na nini? Uzima wa nini? Uzima wa milele. Ni kwamba maisha isiyo na mwisho, maisha ambayo haikatishwi na kifo. Haleluya. Sijui kama kuna watu wananipata. Mnanielewa watumishi wa Bwana? Kanisa la Bwana mnanielewa? Mtu alikufa kwa ajili yetu. Amen. Damu yake ilimwagika. Akasema akapelekwa kama kondoo wa kuchinjwa kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu.
Sasa sijui Passover inakukumbusha nini? Labda wengine wanaona tu ni siku ambayo wala kwa kasini wanapewa holiday, wanapewa sikukuu, watu wakule majogoo. Lakini ni zaidi ya hayo. Mwambie mtu ni zaidi ya hayo. Praise the Lord. Hallelujah. Tunakumbuka upendo wa Kristo, tunakumbuka mauti ya Kristo, tunakumbuka kufa kwake, tunakumbuka kufufuka kwake, tunakumbuka kupaa kwake mbinguni, tunakumbuka kurudi kwake kuja kutuchukua. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo akaambiwa liko pigo moja tu, na usiku wa leo baada hili pigo Farao kwa mbinu zote atawaachilia. Maana kifo cha wasaliwa wa kwanza ni chungu. Haleluya. Lakini ndio iliyotukomboa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kupitia Pasaka hii Mungu akurudishe tena kwa msalaba. Hallelujah. Go back to the cross. Kumbuka msalaba. Kumbuka msalaba wa Yesu Kristo. Rudi kule. Angalia vile alivyoteseka. Kumbuka. Na jamani, tuwe na huruma na mateso yake. Hallelujah. Tuwe na huruma. Tujitakase tena. Tumwambie Yesu Kristo, ututakase tena kupitia damu ya msalaba ambayo imemwagika kwa ajili yetu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Yesu ututakase, tuondolee uovu, tuondolee Bwana, tuondolee kila unajisi, ili tubaki kuwa watu watakatifu, ili atakapokuja atuchukue twende naye kule mbinguni. Sema amen. Hallelujah. Unaweza andika mambo haya machache. Samahani. Kuna homa. Ende the amen. Mwambie mtu mimi sina homa lakini kuna homa. Nilisema siwezi kuona ugonjwa mimi. Niseme niko na ugonjwa. Mimi niko naye. Sina. Andika. Nini niko na ugonjwa? Sina. Homa iko tu kwa inaenda kwao. At the blood of their firstborn, the Israelites, at the blood of the Egyptian firstborn, Israelites were set free. Kwa damu ya wasaliwa wa kwanza wa Misri, Waisraeli wakawekwa huru, wakaondoka. Number 2, Jesus was given as the firstborn of God to deliver mankind from bondage of sin and evil chain of the devil. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo alitolewa kama msaliwa wa kwanza wa Mungu ili kukomboa mwanadamu kutoka kwa dhambi na kutoka kwa minyororo ya shetani. Number 3, there is no any other God that can save mankind apart from the only God of heaven. Hakuna Mungu mwingine awezaye kukomboa mwanadamu isipokuwa Mungu aliye juu mbinguni. Ndipo maana miungu sawa, maana walikuwa na miungu yao mingi sana. Hakuna Mungu angeweza kuzuia yale mapigo ambayo Bwana alikuwa anawapiga wa Misri, maana Mungu peke yake ndiye anaye uwezo wa kuokoa.
Hakuna damu nyingine iletayo wokovu isipokuwa damu ya mwana kondoo wa Mungu. Haleluya. Mwambie mtu hakuna damu nyingine. Jamani simuongee. Mwambie mtu hakuna damu nyingine iletayo wokovu isipokuwa damu ya nani? Ya Yesu Kristo. Damu za wanyama zilimwagika lakini asikuleta wokovu. Damu za watu walikufa lakini hawakuleta wokovu. Lakini damu ya Yesu Kristo inaleta wokovu. Simama. Leo nataka tumulilie Mungu katika usiku wa leo. Usiku wa Passover. Nataka tuombe tu Mungu kwamba kupitia usiku wa leo ambayo Bwana tunakumbuka kufa na kufufuka kwako. Damu ya Yesu Kristo ivunje kila nira. Damu ya Yesu Kristo iondoe chochote ambaye sio cha kiungu ambaye kiko ndani yako. Kwa hiyo unapoabudu Bwana, nataka sasa uitishe hiyo damu iliyomwagika. Maana ilimwagika kwa ajili yako, ilimwagika kwa ajili yangu. Hiyo damu ya Yesu Kristo inaweza takasa, inaweza ponya, inaweza fungua, inaweza bariki, inavunja nira, inavunja ngome, inaleta baraka. Maandiko yanasema kwa mapigo yake tumepona. Biblia inasema amefanywa masikini ili sisi tuwe matajiri. Kwa hivyo kupitia hiyo kili chochote, because Jesus died for you so that you can have all the rights of the kingdom of God, all the right of the sons of God. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Bwana, nataka tu umulilie Bwana. Mwambie Bwana usiku wa leo Bwana, nimekuja Bwana, nimesikia katika jina la Yesu. Leo Bwana Ninaondoka katika nchi ya Misri. Wale mko Misri leo mutoke kule. Wale ambayo mmefungwa kule Misri mutoke kule leo. Itisha nguvu ya kutoka Misri. Itisha nguvu ya kutoka kwa minyororo zao, ya kutoka kwa nyumba zao, ya kutoka kwa mateso ya Misri. Wale labda Misri bado inakushikilia, labda Misri bado inakushikilia, inakugandamiza. Usiku wa leo tutatuma nguvu, nguvu ambayo sio ya kawaida, nguvu ambayo ilikuja Misri na Farao apende asipende ilibidi awaachilie, maana pigo lililo zito. Hebu leo nataka utaachilia pigo zito juu ya Misri, juu ya dunia ambayo inakamata watoto wako, inakamata nyumba yako. Hilo pigo zito leo tutaachilia pigo ambalo si la kawaida. Haleluya. Hebu tuelewane kidogo. Wapendwa, nataka leo tutangaze pigo ambayo sio ya kawaida. Chochote, iwe ni nguvu za giza, iwe ni nguvu za uchawi, nguvu za uganga, majini, mizimu ambayo imekushikilia, ambayo imeshikilia watu wako, leo tutaagiza hiyo pigo ambalo atapigwa shetani na atakuachilia apende asipende. Kama ni pigo ambaye Bwana atapiga, aachilie uchumi wako, aachilie watoto wako, aachilie ndoa yako, aachilie kazi yako, aachilie vitu zako. Hatutaishi Misri tena, hatutaishi dunia tena, dunia ya mateso. Amekuja kututoa ndani ya mateso, amekuja kututoa ndani ya utumwa, amekuja kututoa ndani ya utumwa, utumwa wa Ibilisi. Hatutaishi katika utumwa. Mimi sitaishi kwa utumwa, sitaishi kugandamizwa, maana amekuja kunitoa. Ameleta damu yake, amemwaga damu yake ili mimi na wewe tutoke kwa mikono yao. Leo ninatangaza. Hebu endelea kwa
ninaomba sasa, unaweza tembea popote. Tembea ukiomba katika jina la Yesu. Bwana, leo ninatoka Misri, nimetoka Misri, ninatoka na watoto wangu, ninatoka na nyumba yangu. Usitoke peke yako, make sure umetoka na watu wako. Biblia inasema ya kwamba na Musa akamwambia Farao asitaje hata kwato. Leo ninatangaza, ninatoka nchi ya utumwa, ninatoka nchi ya mateso, ninatoka nchi ya kulia, ninatoka nchi ya madharau, ninatoka nchi ya kudanganywa, nchi ambayo sina haki, nchi ambayo Bwana ninaishi. Leo ninatoka kwa uwezo wa damu, kwa uwezo wa Yesu Kristo, kwa uwezo wa damu ya Yesu. Ninatoka Misri, ninatoka kwa dunia ya dhambi, dunia ya shida, dunia ya mateso. Katika jina la Yesu, natoa watoto wangu, natoa nyumba yangu, ninatoa shekala baba yekaraba zeke yetorobo yana baba, tunaondoka leo, achia pigo nzito juu ya mkono hii, juu ya huu mkono ambayo unatushikilia. Achia pigo juu ya hii mkono ya umasikini. Piga kwa jina la Bwana, piga hiyo roho, piga hii mkono ya Farao, mikono ya Farao inapigwa leo, mikono ya Farao inakatwa madamu kwa jina la Bwana. Hatuko watumwa tena. Biblia inasema Yesu anawaweka huru na mtakuwa huru kweli kweli. Ninakataa kuwa mtumwa wa madeni. Nimeondolewa na Yesu. Leo ninatangaza, mimi sio mtumwa wa dhambi. Nimeondolewa na Yesu. Shekala baba ekorobo sekarayana kwa jina la Yesu. Mashekala babu masekara baba zaya. Nataka wapiga vyombo na nyinyi muombe sasa. Acheni hizo vitu sana. Katika jina la Yesu. Bwana, ninatangaza mimi sio mtumwa tena. Toka kwa hii dunia ya mateso, toka kwa dunia ya utumwa, utumwa ambaye ni wa Ibilisi. Wapendwa, Yesu amekuja kututoa. Toka na watoto wako. Biblia inasema Yesu akamwambia Musa, akamwambia Farao, hata kwato Baba, ninakataa kuacha watoto wangu Misri, ninakataa kuacha familia yangu Misri, ninakataa kuacha ndugu zangu Misri, ninakataa kuacha wazazi wangu Misri, ninakataa kuacha jamaa zangu Misri. Baba, tunaondoka. Leo tunaenda kwetu nchi ambayo haina utumwa. Wapendwa, leo toka kwa utumwa, toka kwa nchi ya mateso, nchi ya ugenini. Leo Bwana anaachilia pigo kwa yoyote ambaye anakushikilia, iwe ni Farao, iwe ni wachawi, iwe ni waganga, iwe ni majini, iwe ni mizimu, iwe ni maroho yoyote ambaye inakushikilia, leo inapigwa usiku wa leo kwa nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Wanapigwa leo, pigo ambayo sio la kawaida, pigo ambalo hawawezi stahimili. Wewe shetani, utaistahimili damu ya mwana kondoo
kwa jina la Yesu. Achia watoto wa Mungu, achia roho ya umasikini, nchi ya umasikini, nchi ya ufukara. Hebu leo toka katika utumwa wa ufukara. Wapendwa, wengine ni nchi mbaya ya shetani. Toka huko, toka leo, toka kwa anga, toka kwa anga, toka kwa anga ya utumwa wa dhambi. Toka huko, toka kwa ufukara, toka kwa nchi yao, nchi ya laana, toka katika jina la Yesu. Akaambia leo mjitayarishe, maana mnaondoka. Wapendwa, Yesu amekuja kututoa. Yesu amekuja kututoa. Amekuja kututoa kwa nchi ya mateso, kwa nchi ya shida. Wanateseka, wanakula kwa shida, wananyanyaswa, wanatumikishwa, na ni watoto wa Mungu. Wapendwa, leo tolewa na Bwana. Toka kwa hiyo nchi, toka kwa hiyo nchi, toka kwa hiyo nchi, toka huko, toka huko, toka nchi ambayo haupewi haki yako, kwa jina la Yesu Kristo. Rima sheka la baba yanda, in the mighty name of Jesus, kupitia damu ya msalaba. Baba, ninatangaza kwa damu ya mwana kondoo, tunaondoka, tunaondoka, tunaondoka usiku wa leo. Hebu maanisha unaondoka. Mwambie Mungu, leo ninaondoka. Sema ninaondoka. Sema ninaondoka kwa nchi ya mateso. Sema ninaondoka kwa uwezo wa Yesu, kwa uwezo wa damu ya msalaba. Sema naondoka. Naondoka kwa nchi ya shida. Naondoka kwa nchi ya mateso. Naondoka kwa mikono ya. Sema natoka kwa mikono ya watesi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Makosa karabazina, in the mighty name of Jesus. Oh my Father, Bwana, ninafunja minyororo sote. Damu ya msalaba inaondoa katika jina la Yesu. Sheria ya dhambi inafunjika, minyororo za kuzimu zinakatika, watu wanaondoka. Hatutakaa Misri, maana tumekombolewa. Sisi tumenunuliwa kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu atakuweka huru, na wewe utakuwa huru kweli kweli, uhuru kweli kweli. Hebu inua mkono wako juu, sema Baba, neno lako linasema utatuweka huru, nasi tutakuwa huru kweli kweli. Ninakataa utumwa wa aina yoyote ile katika jina la Yesu. Shekarama santoli bakoria. My Father, my Lord, tunatoka Misri. Tumechoka kukaa watoto wa Mungu katika nchi ya utumwa, nchi ambayo watu hawana haki, nchi ambayo watu hawana haki yao, nchi ya kunyanyaswa, nchi ya kuonewa. Mandebosikarabasiano. Leo achilia pigo kwa mkono yoyote iliyoshikilia mtumishi wako. Achilia pigo lililo zito kwa mkono yoyote inayoshikilia mtoto wako huyu. Leo piga kwa nguvu zako Bwana, iwaachilie waende kwao, kwa jina la Yesu. Tumetoka kukaa katika nchi ya ugenini. Sisi tumekombolewa, sisi tumenunuliwa, sisi tumekombolewa. Tunaenda kwetu, tunaenda kwetu, nchi ambayo tuko huru, nchi ambayo hatudaiwi, nchi ambayo hatunyanyaswi, nchi ambayo hatuonewi, nchi ambayo hatudhulumiwi, katika jina la Yesu. Maana Yesu umekuja kututoa usiku wa leo. Utupeleke hiyo nchi, utupeleke hiyo nchi, tupeleke hiyo anga ambayo haina utumwa, haina madharau, haina mateso,
kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Bwana, asante Mwokozi.
Nauliza kama kuna mtu ambayo ungependa usiku wa leo ajiunganishe na neema iletayo wokovu. Kwa hapa na unasema katika pasofa hii, ningependa niende kwa Kristo Yesu anipe maisha. Sitaki kufunga nafasi hiyo. We want to connect you with the grace of God iletayo wokovu. Kuna mtu wa namna hiyo? Leo ungependa wokovu na safari yako ifanye upya leo katika kipindi hiki cha kumbukumbu ya kufa kwa Kristo Yesu Kristo mwana wa Mungu. Yuko mtu? Amen. Nataka niseme hivi, Yesu Kristo ametolewa kwa ajili yetu. Tunaposherekea kipindi hiki cha Pasaka, tufanye upya urafiki wetu na Kristo Yesu na Mungu wetu. Tufanye upya. Tamani sana ufanye upya urafiki yako na huyu Yesu, maana yuko karibu kurudi mara ya pili kuchukua kanisa lake. Kasema mtakapoona dalili kama hizi, jueni ya kwamba kuja kwake kumekaribia. This is the time of preparation of the Church of Christ. We are preparing ourselves for the second coming of our Lord Jesus Christ. And very soon, Jesus is coming. So let us be ready every time. Tuwe tayari, kwa maana Biblia inasema kwamba usiku umesonga, asubuhi imekaribia. Usiku umesonga na asubuhi imekaribia. Mwana wa Adamu atarudi mawinguni kuja kuchukua kanisa lake. Tamani uwe miongoni mwa wale watakao chukuliwa atakapokuja Bwana wetu.